uhakika. Hii hapa hadithi kama ilivyoelezwa hapo awali. Babu Nimechoka, karibu katika chaneli yetu ya Hastenic Production. Katika simulizi yetu mpya ya Babu Nimechoka sehemu ya kwanza. Kama bado, hakikisha umesubscribe, like na kushare, pia tuachie komenti yako hapo chini. Tuanze. Kulikuwa na hali ya ukimya mzito uliotawala katikati ya msitu mnene wa mtaa wa Kifuru wilayani Kisarawe. Kwa mbali, milio ya ndege ilisikika ikigombana juu ya matawi ya miti mirefu iliyokuwa imesimama kama walinzi wakale wa ardhi hiyo ya kijani kibichi. Katika mto mdogo uliopitia pembezoni mwa msitu huo, maji yalikuwa yanapiga mawe kwa kasi ya upole, yakitoa melodi ya maumbile ya amani. Lakini amani hiyo ilikatizwa ghafla na kishindo kikubwa. Mlio wa tairi kulia kwenye changarawe, breki za ghafla, na mwishowe mlipuko wa chuma kilichogongana na mti mkubwa. Gari lililokuwa likitokea upande wa Magomeni lilijikuta likipoteza mwelekeo baada ya dereva kuona mnyama mkubwa, pengine pundamilia au nyumbu, akikatiza barabara kwa kasi. Katika harakati za kumkwepa, gari liliteleza na kugonga mti kwa kishindo cha kutisha. Ndani ya gari hilo walikuwemo watu watatu: baba, mama na binti yao mdogo aitwaye Rita. Wazazi wake walikuwa wamekaa siti za mbele, huku Rita akiwa nyuma, akiwa amelala kwa uchovu wa safari ya mchana kutwa. Walikuwa wakielekea kijijini kwao kwenda kumsalimia babu wa Rita ambaye alikuwa mgonjwa kwa muda mrefu. Ilikuwa safari ya hisia iliyochanganyika na huzuni na matumaini. Baada ya ajali hiyo, kila kitu kilibadilika. Saa kadhaa zilipita tangu ajali hiyo. Jua lilishaanza kuzama, likiacha anga likiwa na mchanganyiko wa rangi ya dhahabu, buluu na waridi. Moshi mdogo ulipanda kutoka kwenye injini ya gari lililogongana na mti. Ndani kulikuwa kimya cha kutisha. Rita alikuwa amelala kifudifudi kiti cha nyuma, uso wake umechafuka kwa mavumbi na michubuko midogo. Aliamka taratibu, akiwa bado anasononeka, akiwa hana uhakika wa kilichotokea. Alijikongoja na kutazama mbele. Baba yake alikuwa kimya, kichwa chake kikiegemea dirishani, huku damu ikitiririka kwenye paji la uso wake. Mama yake alikuwa ametumbulia macho bila kupepesa, macho yake yakiwa wazi lakini yamekosa mwanga wa uhai. Mama, baba? Rita aliita kwa sauti dhaifu ya hofu. Hakukuwa na jibu. Kwa sekunde chache, kila kitu kilionekana kama ndoto. Lakini harufu ya damu, joto la gari na maumivu kwenye paji lake la uso vilimrudisha kwenye uhalisia. Aliweka mkono wake kwenye bega la mama yake. Hakukuwa na mwitikio. Alijaribu kuparamia nje ya gari, lakini mlango ulikuwa umekwama. Baada ya kujikaza kwa nguvu zote, Rita alifanikiwa kujinasua na kutoka nje. Alitetemeka, miguu yake ikisita kuendelea mbele. Hakuwa anajua afanye nini. Ndipo akasikia sauti ya baiskeli ikija kwa mbali. Ilikuwa ni baiskeli ya mzee mmoja aliyekuwa anarudi nyumbani kutoka shambani. Alipokaribia eneo la ajali, macho yake yalitua kwenye gari lililopinduka pembeni ya barabara. Mungu wangu! Aliguna huku akisimamisha baiskeli yake. Aliharakisha hadi kwenye gari na kuikuta Rita akiwa amesimama kando, machozi yakitiririka usoni mwake. Mtoto, uko salama? Alimuuliza kwa sauti ya huruma. Rita alimtazama mzee huyo na kujikuta akimkumbatia ghafla, akilia kwa uchungu. Baba na mama wamekufa, alilia kwa sauti. Mzee huyo, ambaye baadaye alijulikana kwa jina la Mzee Moshi, alitoa simu yake ya mkononi na kumpigia polisi. Halo, hapa ni barabara ya Kifuru kuelekea Kisarawe. Kuna ajali ya gari, watu 2 wamefariki na kuna mtoto mmoja wa kike aliyenusurika. Tafadhali njoo haraka. Polisi walifika ndani ya dakika 40 wakiwa kwenye gari la doria. Walivua miili ya wazazi wa Rita na kuipeleka hospitali ya Kisarawe kwa uchunguzi. Rita alipelekwa kwenye kituo cha polisi kwa matunzo ya muda. Walimhoji kwa upole huku wakimfariji. Ndipo maisha mapya ya Rita yakaanza, maisha ya yatima. Rita alihamishiwa kwenye kituo cha watoto yatima kilichoko Mbagala. Ingawa mazingira ya kule yalikuwa na watoto wa rika lake, bado moyo wake haukuwa tayari. Kila siku alikumbuka uso wa mama yake, sauti ya baba yake na safari yao ya mwisho. Alikuwa kimya zaidi ya kawaida, akizungumza tu pale inapobidi. Miezi 3 baadaye, babu yake aliyeitwa Mzee Kasembe alipata habari kuhusu kifo cha binti yake na mkwe wake kupitia jirani wa familia. Kwa hasira na masikitiko, alisafiri mpaka Dar es Salaam kwenda kumchukua mjukuu wake. Nataka mtoto wangu arudi nyumbani. Siwezi kumwacha aishi maisha ya yatima wakati bado niko hai, alisema kwa msimamo mkali mbele ya msimamizi wa kituo. Baada ya mchakato wa kisheria, Rita alikabidhiwa kwa Mzee Kasembe na kurudi naye kijijini. Lakini maisha kwa babu hayakuwa rahisi kama alivyojua Rita.
Babu yake alikuwa ni mtu mkali, mwenye kauli nyingi, aliyeamini kuwa mateso humkomaza mtu. Alikuwa na tabia ya kuamrisha zaidi ya kuelekeza. Hakupenda kuulizwa maswali wala kuambiwa la kufanya. Rita alianza kuhisi kama vile amehamishwa kutoka kwenye huzuni ya msiba kuingia kwenye mateso mapya. Usiku wa kwanza kijijini, alilala kwenye godoro jembamba lililokuwa limewekwa sakafuni. Kuta za nyumba hiyo ya udongo zilikuwa na nyufa na upepo ulikuwa ukiingia kirahisi. Rita alijifunika shuka yake ndogo huku akimsikia babu yake akikohoa chumbani kwake. "Babu, nimechoka," alijinong'oneza kimoyomoyo, machozi yakimtiririka. Tumefika mwisho wa sehemu ya kwanza ya simulizi yetu ya Babu Nimechoka. Usikose sehemu ya pili yake. Usisahau kusubscribe channel yetu ya Hastenic Production, like, share na kuacha komenti yako hapo chini. Nimebaki mimi nawe, usinitese, nimechoka. Nikifa utabaki mwenyewe, utateseka. Babu mpendwa, najutia maisha yananichosha. Babu, nimechoka, mjukuu wako nimechoka. Maisha yanachosha, nimepoteza baba na mama. Nimebaki mimi nawe,